Ni maandamano makubwa ya wakazi wa kijiji cha Viti kilichopo kata ya Shume wilayani Lushoto, ambapo yamefanywa kufuatia raia mmoja Hamis Saif kuuawa kwa kupigwa risasi, huku wengine wawili wakijeruhiwa vibaya baada ya afisa upelelezi kuwafyatulia risasi 4 sehemu za kiunoni na kusababisha mauti hayo. Mtu anafanya yani kosa la shamba, yani shamba mtu yani kesi iko mahakamani, lakini tunashangaa polisi wao wanakuja kumkamata mtu usiku, tena saa 5 usiku nyumbani. Kwa hiyo ni tendo ambalo haijatufurahisha sana. Watu wameingia kama askari au wameingia kama majambazi, na sisi hatuna imani kabisa na hiki kituo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tanga Bwana Konstantini Masawe amesema katika mashambulizi hayo afisa upelelezi wilayani Lushoto Inspector Ufo Frank Maanga amejeruhiwa vibaya kichwani pamoja na mkono wake wa kulia baada ya kukatwa kwa mapanga na wakazi hao na kusababisha kulazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga ya Bombo. Lakini ghafla watu wao walirudi wakiwa wameshika mapanga na kuanza kumkata yule inspector mapanga, na alimkata mapanga 4 kichwani, pia walimkata na mkono wa kulia. Wakati askari huyo ameanguka pale chini katika jitihada za kujiokoa, ndipo kutumia pistola yake aliweza kufanikiwa kufyatua risasi ambazo ziliwapata watu hao maeneo ya kiunoni. Kufuatia hatua hiyo, diwani wa kata ya Shume Bwana Rashidi Kisimbo akizungumza na mamia ya waombolezaji wakati wa mazishi ya mmoja kati ya waliopigwa risasi Hamisi Saif katika kijiji cha Viti, amewataka wakazi hao kuwa na subira na jambo hilo kwa sababu wamelifikisha kwa baadhi ya viongozi wa serikali ngazi ya mkoa ili liweze kufanywa kazi ipasavyo. Mfanye subira, sheria itachukua mkondo wake na jibu la tatizo hili litapatikana. Nilikuwa naomba kwamba zile shamshamu na vurugu zilikuwa zinaendelea, kwa naomba tufanyie subira kidogo. Tuachie vyombo vya serikali vifike mahali vitafute utaratibu wa jambo hili, ijulikane kwamba nani ambaye anakosa, aliyetenda kosa ni nani. Kutoka hapa katika kijiji cha Viti kilichopo kata ya Shume wilayani Lushoto, ni William Mgazija, ITV.